Sasa tuende kwenye muziki wako kabla tujafikia hatua ya kwenda kwenye swala la mtoto ambaye umekuja naye ni mtoto wako na ana kipaji kikubwa sana. Watu wanataka kujua muziki umekunufaisha kiasi gani au muziki umekuingizia hasara kiasi gani? Na kama umekuingizia faida au kama umekuingizia hasara, kwa nini uliamua kujikita zaidi Mererani katika madini na kuacha kutupa kama kuupa mgongo kidogo kipaji chako cha muziki ambao watu wengi sana huwa tunakutana nao wanasema Laslano alitakiwa kufika zaidi ya pale alipofika? Ni kweli. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Enzi sisi tunafanya muziki ni tofauti na hivi sasa. Kwa sababu tulitegemea mauzo ya tape. Hizo tape zikishasambaa ndio tupate show. Kumbuka, tape ilikuwa inauzwa shilingi 2,000. Lakini hapo kuna watu wawili ndani yao ambao wanahitaji kupata hela kwenye hiyo 2,000. Kulikuwa kuna MJ Record. Kumbuka tulikuwa rebo. Kwa hiyo lazima tape zikishauzwa wakate cha kwao. Kumbuka kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Mam Store. Yule ndiye alikuwa msambazaji. Na kipindi hicho yeye ndiye alikuwa agent wa tape Tanzania. Yaani East Africa yeye ndiye alikuwa agent wa tape. Pengine popote upati. Kwa hiyo tape zote ni zake. Cover alikuwa anatengeneza yeye. Kwa hiyo kifupi katika shilingi 2,000 sisi tulikuwa tunapata shilingi 200. Na majina yote yale makubwa. Shilingi 200. Huo ndio ukweli. Kipindi hicho hakuna flash, hakuna memory, hakuna aina yoyote ya zaidi ya mtandao. Ilikuwa kuna blog moja inaitwa Dahotware. Tena naye ili ifunguke labda utoke Dar es Salaam mpaka Kibaha ndio kitu kimoja kina. Kwa hiyo hapa kuna platform yote ya kutuingizia hela zaidi ya show. Imagine ndugu mtazamaji, katika shilingi 2,000 ya mauzo ya tape, malipo yalikuwa ni shilingi 200 au 150. 200. Imagine. Wapo watu wanaozungumza kuna kila mtu kuna namna ambavyo anazungumza vile ambavyo anaona. Kuna baadhi ya maoni tunakutana nayo mitandaoni kwamba muziki wa John Walker pamoja na Laslano watukutu wenye vipaji aliyenufaika zaidi ni Master J kuliko wao. Unajua kipindi kile huu wazi ulikuwa haupo. Nakumbuka tuliwahi kusema juu ya yule Mam Muhindi, yeye kumiliki mihuri, kwamba unapewa tape, unagonga muhuri, sawa? Alafu unarudisha. Kwa hiyo yule muhuri anakaa nao yeye. Muhuri wa moto. Kwa hiyo hata kama akigonga tape nyingi sana usiku, huwezi kujua. Sawa bwana? Lakini narudia hivi, ikaje ikatokea pia wizi wa tape. Watu wanaunganisha tape, wimbo huu na wimbo huu, wimbo huu na wimbo huu, wanapata tape moja. Inakuwa mixing. Kwa hiyo ikaenda mauzo yakapungua kiasi fulani. Katika maisha yangu ya muziki hakuna kitu kiliniumiza kama siku moja nimekwenda Mombasa kufanya show. Nikwenda kwenye ukumbi mmoja unaitwa, ilikuwa ni Malindi, ukumbi ndio Stardust. Ilikuwa ni mzungu. Kufika pale yule mzungu aliniambia ni sisi tumekutafuta sana. Sana. Tukapiga hadi simu kwa msambazaji wenu Dar es Salaam. Akasema huyu mtu hayupo Dar es Salaam, anapatikana Mwanza vijijini huko. Huko wanakuja kurekodi tu. Kumbe tape zetu sisi, mimi sinaimba kama Mjaluo. Kwao walipenda ndugu zangu wengine wa Kenya. Kwa hiyo kumbe tape zilikuwa zinapelekwa Kenya zinauzwa, alafu sisi tuko nawekewa uzio wa kutokufika kule mapema. Umeona Lakini yote yalikuwa ni mapito, ni kama unavyoanza kupalilia na kumwagilia mche mpaka unatoa matunda, wanafaidi wengine. Hivi sasa muziki ni tofauti. Watu wanapata hela kupitia muziki. Wanaendesha maisha yao. Hapo Laslano. Naam. Wakati unazungumzia kwamba hivi sasa ni tofauti, wanamuziki wanapata pesa, wanaingiza fedha nyingi sana.
Lakini tunaona miaka hivi karibuni hawa ambao tunawasifia wanaingiza pesa nyingi sana wanalalamika. Mfano mzuri tuna Rich Mavoko ambaye alitoka Wasafi chini ya Diamond Platnumz, akalalamika. Lakini pia Harmonize naye pia akatoka Wasafi chini ya Diamond akalalamika na nyonywa. Rayvanny naye akalalamika na nyonywa. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza mimi na wewe, Harmonize naye aliyelalamika kwamba ananyonywa alivyoanzisha lebo yake ya Konde Gang, naye mwanamuziki wake Ibra naye ametoka akilalamika ananyonywa, na bosi ananufaika zaidi kuliko yeye, na bosi mwaka mzima amewekeza milioni 6. Nini neno lako? Ngoja nikwambie kitu. Mimi ni mtu mzima, alafu muziki nimeuanza zamani. Wapo walioanza kabla yangu, lakini pia ni miongoni mwa watu waliofanya muziki zamani. Sawa? Tuende mbele turudi nyuma. Uwazi uwepo. Kunufaika katika muziki inategemea. Nasema inategemea kwa sababu gani? Labda tuongelee kama muziki wa dansi. Watu kama Skinde ama Msondo wanapiga kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Hao ndio wangekuwa wanafaidi sana muziki, kwa sababu wao wanapiga kuanzia, na wanaoingia katika show zao ni watu fulani hivi wenye riziki zao. Brother, muziki una watu wakitaka wakuweke juu, wakufanyishe biashara zao, wewe utapata hela na wao watapata hela. Sawa bwana? Lakini ukifanya muziki Mungu unisaidie, basi kila siku utalia. Japo sasa hivi muziki kupitia platform hizi za kijamii una uwezo wa kukidhi mahitaji ya kubadilisha chakula, mboga, hiki, mavazi na nini. Lakini sio muziki wetu wa kibongo mtu amiliki gari ya milioni 700, 800. Kuna namna tu hapo. Tuwe wazi, tuende mbele turudi nyuma. Okay, umangalie mtu kama Juma Nature. Angalia talent ya Juma Nature alikuwa nayo. Kubwa, angalia talent ya Professor J aliyokuwa nayo. Wana album ngapi? Na nini ambacho wanacho miliki kikubwa? Kama si watu fulani wakitaka kumbeba mtu fulani kwa maslahi yao na biashara zao, wanafanya wao wanavyojua. Kwa kifupi, kuna watu wananufaika zaidi kwenye muziki kuliko wana muziki wenyewe. Huo ndio ukweli. Ndugu mtazamaji, ndugu mfuatiliaji, umemsikiliza Last Lion, mwanamuziki mkongwe kabisa katika game ya Bongo Flava, na mimi naweza nikasema moja ya watu ambao wametengeneza njia ama barabara njema kwenye muziki wa Bongo Flava. Mpaka leo tunawaona wakina Diamond, wakina Harmonize wanatamba na kujivinjari. Ni hawa ndio waliotengeneza msingi.